Mungu ambariki babangu na mama ili wapate gari, wapate hela ya kununulia viatu na madaftari. Dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha. Karibu sana mwalimu. Asante. Asante sana. Kwanza za hapa jamani. Hapa salama, sijui huko ulipotoka. Huko mimi nilikotoka nashukuru Mungu. Ni salama kabisa. Sasa Mama Suzi na Baba Suzi, mimi nimekuja hapa na habari njema kidogo kuhusiana na Suzi. Mimi ni mwalimu wa Suzi kama unavyofahamu. Lengo la kuja hapa, unajua mtoto wenu Suzi ana akili sana. Kweli sana, mwanangu ana akili kweli. Yaani nikisema ana akili kweli kweli. Yaani hususa katika darasa ninalofundisha mimi, yaani Suzi unaweza kumweka kwenye namba 1, 2 ndio namba zake hizo. Sasa kitu cha msingi na cha muhimu nilichokuwa nataka kukisema, unajua watoto wenye vipaji kama wale, kama Suzi, huwa kuna mashirika yanakuja yanatoa ufadhili. Sasa na Suzi ni mmoja wa hao watoto. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nawaomba hivi, mwalimu, nikuulize kwanza, hivi imekajikaje hapo kwamba mwanangu naye amepata bahati ya kwenda huko kusomeshwa bure? Hivi hiyo imekajikaje hapo mwalimu? Hebu naomba nieleweshe vizuri kwanza. Yaani hiyo kama nilivyozungumza hapo awali kwamba hao mashirika waga yanakuja mashuleni. Yakishafika mashuleni yanaangalia watoto wenye vipaji, basi wanaamua kuwapa udhamini. Sasa na Suzi ndio kabahatika apata bahati ya kusomeshwa bure. Mungu wewe, naomba tumpambanie. Maana elimu ndio kila kitu sasa kwenye hii dunia. Kwa haya maisha tuliokuwa nayo, mtoto wangu mimi amepata bahati ya kwenda kusomeshwa bure. Mungu wewe, nikulipe nini mimi? Haya mwalimu, tuendelee. Kwa hiyo mimi nina swali hapo nataka kuuliza. Naam. Kwa maana hiyo elimu mwanangu anaenda kusoma sio, kwa hiyo italeta hapa ugali? Baba Suzi, yaani hiyo elimu inaweza ikaleta kila kitu ambacho unakitaka. Hususa kwa Suzi, inaweza kubadilisha maisha hapa ya kwenu nyinyi, yaani kila kitu inabadilisha. Nimekuuliza swali, you stop beating around the bush. Sikia, wewe ongea mtu ambaye uko very understanding. Nimekuuliza kitu straight. Italeta ugali hiyo elimu hapa nyumbani? Dada Suzi, sasa naona nataka kubadili. Yaani hapa nataka kuanza kuniharibia mazungumzo kabisa. Subiri kwanza, taratibu, tupo na teach. Anatuelezea kuhusu maendeleo. Hivi badala ya kushukuru mtoto wako amepata ufadhili wa kwenda kusomesha, unaanza kuongelea masuala ya ugali na unaanza kula tu za ugali. Yaani badala useme Mungu asante kwa kutuletea hili jambo, lakini wewe ndio kwanza unaanza kuzungumzia sidi masuala. Hivi basi wewe una akili gani wewe, unaanza pombe tu muda wote? Kwa kifupi ipo hivi, sikia mwalimu. Mimi nakuuliza swali kwa lengo la kutaka kujua. Mimi nachojua elimu yenu hiyo sijui mnaita elimu education, sijui key of life. Hakuna kitu. Hakuna lolote. Basi kama wewe kimya. Okay, jamani. Baba Suzi na Mama Suzi. Ongea, mimi naongea, naomba unisikilize. Sikia, unaongea na kusikiliza, naomba unisikilize. Mimi ndo Baba Suzi. Ule mtoto na msifia wewe ana akili zilizotoka hapo. Sawa? Mipango yenu naijua, hakuna elimu. Labda wewe unanako. Zaa mwanao umfanyie sponsorship free, collaboration free, kitu gani mpeleke. Lakini Baba Suzi, mume wangu nakuita mara 3. Siweza kumwambia mimi. Mama Suzi na Baba Suzi, mimi naomba niwaache, lakini ujumbe huu niliouleta naomba ulizingatie. Mimi naomba ngoja niwaache muendelee. Unaongea Suzi kana nani? Unaongea kama ongea na Baba Suzi. Unaongea na Suzi mna jambo gani? Au kwanza kuna lolote usumbui, una shida yote? Wewe una yako. Na hapa sio zeshi. Muone kwanza.
Baba Suzi mume wangu. Nini mwalimu gani na kijizi? Nisikilize. Kavaa kijizi mwalimu, kavaa kijizi na t-shirt katokea. Acha hivyo. Nati. Mume wangu. Nini? Nisikilize basi. Yaani unajua leo umeongea point sana. Hebu kaa kwanza pale. Unajua nataka nikuzambia. Yaani siku zote huwa tunagombana kuhusu kuniomba hela kwenda kununua. Kwa hiyo umeelewa, si ndio? Hata nimekuelewa na kuunga mkono ni 100% mume wangu. Sasa mume wangu atakaje? Ngoja niende ndani nikakuchukulie buku tu ukaongezea kismat jini. Au wewe unaonaje mume wangu? Hapo sasa umeupiga wingi. Yaani hapo. Unajua ndio mimi nakupendaga mume wangu. Nisubiri basi mume wangu. Nakuja leo umeongea pweti baba. Mwali wangu huyo. Mie tena. Wale. Leo kuna mbuli. Leo yuko kija ni top mayoti. Oyo. Mama leta vitu. Yaani hapa leo naona ndo tutaelewana, hizi pombe zako huko kichwani ndo zitakuisha leo. Kuoga maji. Wewe kajua nipa vitu, niende kupiga maji, kuoga maji. Poa mkangu, leta sabuni. Ujanikomoa. Leta sabuni, lete. Ujanikomoa. Hai, ili jiko unaenda nalo wapi tena? Na wakati wewe sio mpishi. Haya, uniambia ili jiko saizi asubuhi unapeleka wapi? Sikia mke wangu. Mimi skuti niona. Nichukue jiko nikaiuze nipate zangu masanga makubwa. Nikapate zangu pombe kidogo kichwa kichangamka. Hivyo mwanaume una akili kweli? Unataka utoe ili jiko uende ukauze huko nje. Mimi hapa nitakuwa napikia nini? Sio mkaa. Mkaa nitakuwa napikia chini, si ndio? Hivi ufikiri basi nina mtoto, yule mtoto atakiwa asubuhi kuoga kwenda shule. Haya maji nitamchemshia kwenye nini? Kwa hiyo mama, sio chukua mama panga mpika shida iko hapo, usineke kiwingu juu. Amina tufanya. Naona unaanza kunipanda kitani, naona unaanza kunizoea kabisa. Ni tunashindwa kuelewa jamani, mwanaume una shida gani? Acha mimi bwana, usineke kiwingu. Wewe acha jiko. Acha jiko. Kwa juu mpumbavu. Ngoja, wewe njoo. Ngoja. Ngoja kwanza. Wewe mwanaume wewe. Anaanza kunizoea. Kwani baba ana shida gani wewe? Una shida gani nakuuliza? Hizi ndio zinakuja bure. Yana anachoanza ni pombe. Hakuna hata siku moja umetoka hata maeneo ndani. Ukienda asubuhi umeelewa. Ukirudi umeelewa. Ana sitaki mtoto wako aje kunena mimi mama yake ni wa ajabu. Na nakwambiaje kama hiyo akili yako imerogwa, imezibwa, mimi nitaizibua safari hii. Yaani mwaka huu nitaizibua, sitakubali kabisa usiende leo mundani. Sasa ngoja unacharua, naenda huko kupasha, nikirudi nikirudi hapa utanjua mimi nani. Ukirudi nini nakwambia, na leo mndani hauli, nitakula hapo kilabuni unaposhinda. Nasemaje? Ngoja nirudi ndio utajua mimi nani. Mpumbavu wewe. Nasemaje? Ningesingia ndani stock. Usije kabisa. Kama mwenyewe. Naondoka na mtoto wangu. Wewe manyanyaso nimeshachoka. Wewe Suzi, ondoke mwanangu. Wewe kuondoka, wewe toka. Kwani
Tena nakwambia tunaondoka, tunakuachia wewe nyumba yako baki nayo. Ndio ondoka. Haiwezekani unyanyasa eti kisa kitanda. Hivi mwanaume, vipigo vyako nimechoka. Naondoka. Mwanangu, tuondoke. Nenda acha kibusu. Tunaondoka ndio. Toka. Hii unatishia kuondoka mwanao, sio vizuri. Tena nakuachia nyumba yako baki nayo. Ndio uende hivyo kitanda tena kidogo. Ndio ubaki sasa, baki nayo. Kwenda zako. Nenda kibusu chako. Pumbavu. Na wewe mwanamke gani wewe? Chefu. Wantisha untishi. Misitishwi. Kwenda. Chefu. Ondoka. Na sisi ndo tunaondoka, tunaingia geto. Sasa geto dogo. Ungenisikiza mimi shoga yangu, nahisi ungekuwa ushamsaidia mume wako mpaka sasa hivi na hiyo familia yake. Alafu unashindwa kuelewa kitu kimoja. Hii dunia ina watu na viatu. Wewe mtoto wa kike unashindwaje kujiongeza? Ni kweli rafiki yangu unachosema. Lakini kabla sijafika mbali, muda mwingine uchawi unatengenezwa sasa nyewe katika fikra zetu. Mimi na mwanaume wangu hatuna kazi yoyote ya kutuingizia kipato ambacho kitatuletea hayo maendeleo. Mwanaume wangu yeye ni pombe na yeye akilala pombe, akiamka pombe. Hayo maendeleo tunapata wapi?
hiyo hela ya kutuletea hayo maendeleo tunapata wapi? Muda mwingine shida tunazitafuta sisi wenyewe. Hapo hapo kwenye hiyo hali. Yaani wewe unahitaji kwamba nabii atoke huko aje kukwambia haya ambayo mimi nakwambia. Hicho kitu hakiwezi kukubalika hata siku moja. Haya, wewe umeshakuja hapa na mwanao. Sijui mimi atendaje shule. Na mimi kama unavyoona hali yangu ndo kama hii. Haya, unafikiri hapa tutafanyaje? Mimi hapa cha kunisaidia tu yangu. Unipe kazi ili niweze kumhudumia huyo mtoto waende huko shule. Nitakusaidia hapo. Hata sijui, lakini wewe rafiki yangu kusuka ujui. Na unaona kazi yangu ndio ile mimi ya saluni. Ila cha kufanya nisikukatishe tamaa. Tutakuwa tunatoka hapo wote asubuhi, tunaenda pale saluni. Wewe uendelee kujifunza kidogo kidogo, na imani tu utajua kusuka. Hapo kikubwa ndugu yangu ni kukaza buti, kupambana zaidi, kwa sababu hapo ushavaga. Hatuna njia nyingine, yani hapa inabidi tuwekeze akili yetu kabisa kwenye kazi. Na imani Mungu wetu sisi sio kipofu, kila kitu kitakuwa sawa. Niamini mimi. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa. Dunia ya maisha. Dunia ya maisha. Masuzi. Sasa hizi Masuzi. Salama mwalimu. Kwanza mimi ni furahi kukutana na wewe hapa. Sio mwingi sana wa maneno. Kwanza nimefuatilia ile swala, kuna ile taasisi ambayo nilitaka kuzungumzia siku ile pale nyumbani. Nishaongea nayo kwa niaba ya shule. Kila kitu kimekaa sawa kuhusiana na Suzi. Asante sana mwalimu. Bila shida Mama Suzi. Hivi Mama Suzi, ile jambo niloliona pale nyumbani, hivi ndo maisha yako ambayo unaishi siku zote na ule mumeo? Ndio maisha yangu mwalimu. Yaani yale ndo maisha ya mwanaume wangu vile. Na hapa nilipo hata sielewi jinsi gani ya kufanya. Ulisha kufikiria kuishi bila ya yeye ili uweze kumlea vizuri mwanao? Sijakuelewa hapo mwalimu. Yaani nikimaanisha kwamba sababu wewe ni msichana mzuri sana. Yaani nikisema msichana mzuri ni mzuri kweli, ambaye unaweza ukaolewa sehemu nyingine kwa sababu bado hujazeeka, unaweza ukaolewa sehemu nyingine na mtu yoyote. Yaani especially mimi mwenyewe.